Kero lako. Kero hili lipo, tunapoteza watu wengi kwa ajali, haswa katika barabara zetu Busia, Kisumu, Nairobi. Kwangu nikiliangalia kuwa kero, kwa nini? Corruption ndio inaleta hii. Hawa watu wamewekwa kwa barabara, wamewekwa na viegezo ya kwamba unapangwa barabarani kuanzia Busia boda. Haja yao ni kutafuta hela, kwa sababu usiporudisha return kwa ofisi, then you are done. Hautawezwa pangwa tena. Anaenda na lengo la kulipwa, haendi kwa service ya common mwananchi tu. Barabara zetu ziko duni. Kwa njia gani? Mtu amepewa kandarasi ya kuripea barabara, siku ile mumeongea kidogo, anakimbia naenka pale Kiraka pale Suo. County government pia zimekuwa teketevu. Unapata mtu anakwenda kuklamp gari kwa barabara, ndiye anaklamp gari ili alipisha shilingi 10,000 waende wakule. Vilevile niko hapa na mwanadada ambaye ni mchuuzi wa matunda. Swala hili la ajali za mara kwa mara msimu huu linakukera? Inanikera. Ajali hii nikienda Uganda imezidi, nikienda Kenya imezidi. Sasa inatupea huzuni ya kutembea. Nikitembeza biashara yangu, niende huko Poti, niende huko Kisumu, naona tu ajali ni mingi sana. Hili swala linakukera namna gani, swala hili la ajali za mara kwa mara hizi? Hili gari haswa nazungumzia hili gari yenye manguka juzi hapa Funyula. Ilikuwa ni yale mapishano ya gari kwa lingine, yani kung'ang'ania abiria kule mbele katika stage yenye inayofuata. Hivyo ndivyo wakazi wa hapa katika kaunti hii ya Busia wanavyokereka kuhusiana na swala hili la ajali za mara kwa mara. Kero lako. Na nimeweza kuungana na wakazi wa hapa mjini Voi kwenye kaunti ya Taita Taveta kusikiza kero lao kuhusiana na swala zima la ajali za barabarani, hasa kutokana na watu ambao wanagongwa wakiwa wanatumia barabara. Pengine tueleze nini hasa katika swala hili linakukera zaidi? Swala la ajali katika Kenya mzima kwa ujumla linakera sana, na labda kwa njia moja ama nyingine linasababishwa na hali ya maisha. Hali ya maisha imeweza kuwa ngumu, hata wale madereva wetu ambao kwa barabarani wako na stress mingi sana katika barabara. Ndio maana tunaona ajali zimekuwa mingi. Ukitoka kwa nyumba, labda wife amekustress, hauko in a good condition na watoto nini, sasa msongo wa mawazo unakuwa kwa mwingi na ajali zinakuwa ziko mingi kwa barabara. Kwa mimi ni driver, lakini sisi driver tumekuwa na ile tabia ya kuweka vinywaji kwa chupa, unakunywa polepole, mtu atafikiri ni maji, kumbe kuna vitu vingine unaweka hapo ndani, unapeleka gari ukiwa kichwa chako iko haiko sawa sawa. Na lingine ni kwamba mambo ya speeding inatatiza sana, kwa sababu ukijaribu overtake kidogo inakuwa ni shida. Sasa ile inanikera sana, kwa sababu madereva wengine sio wote, lakini wengine wakuwa uangalifu, wengine wanakuwa uangalifu. Hasa kutojali kumekuwa kwingi sana. Maana utasikia mtu anasema kufa ni kufa. Sasa utasikia dereva akisema namna hiyo si mzuri. Madereva hasa wakati huu tunaelekea sikukuu, speed ndio wapunguze. Speed waende speed at least ile ambao wanajua wanaweza hata avoid kama kuna kitu mbele. Kwa mfano kama hii barabara ya hii ajali ya Mnyasenyi, kama dereva angelikuwa hayuko speed wangeweza kuavoid. Na ndio makala ya kero lako. Mimi ni Julius Mariki, Radio 47, kaunti ya Taita Taveta. Kero lako.